wengine ambao wanamwabudu. Lakini Mungu aliona si vyema, kwa sababu alikuwa anataka yeye akawe na uhusiano mzuri na mwanadamu, alikuwa anataka akawe na ushirika na mwanadamu. Kwa hivyo kwa ukuu wake aliona ni vyema ya kwamba akamtoe mwana wake wa kipekee ili aweze kuja na kuwa mkombozi na kuturejesha tena katika ule uhusiano tulikuwa nao na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hapo ndio Yesu alitoka mbinguni akakuja ulimwenguni ili akaweze kuwa patanisho kwetu sisi na Mungu. Na Yesu alipokuja duniani, kazi ilikuwa kuleta ufalme wa Mungu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa, kusudi lake la kukuja ulimwenguni, ya kwamba akalete ufalme wa Mungu hapa duniani. Na kwa kuleta huo ufalme wa Mungu duniani, pia kulingana na maoni yangu ni kwamba Yesu angeweza peke yake. Hata Mungu angemtumia, kwa sababu Yesu alikuwa Mungu. So Yesu angeweza peke yake, lakini Mungu alitumia njia ambayo iliweza kuleta ufalme wa Mungu, ya kwamba Yesu akakae hapa duniani kwa ile miaka 3.5 akawafundishe wanafunzi ambao atawaachia hilo gurudumu la kufanya, la kuenda nje, la kuhubiria watu na kupelekea watu injili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona ya kwamba alipokuwa akitembea alikuwa anapatana na watu, na nafikiria alikuwa anaangalia strength ya watu, kwa sababu katika maandiko ya kwanza tunaona ya kwamba aliona wale wadugu ambao walikuwa wakivua samaki, na Yesu aliwaita ya kwamba akaweze kuwafundisha na kuwatoa katika ile kuvua samaki, na sasa wakawe wavuaji wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno kuvua samaki ama word fishing of men means kuleta watu kwa Yesu na katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mkumbuke ya kwamba huo ufalme wa Mungu aliyekuleta ni Yesu. So alipopata wale wanadamu, kitu ya kwanza alisema, aliwaambia follow me. Yesu aliita hao wanafunzi na akawaahidi ya kwamba atawabadilisha kutoka kuwa wavuvi wa samaki na kuwa wavuvi wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kazi ya uinjilisti, kazi ya kuenda kule nje, kazi ya kuleta watu katika ufalme wa Mungu, Yesu alituachia. Yesu aliachia wale wanafunzi, na hadi siku ya leo ndio ile kazi tunaendeleza, mahana hiyo ndio ile alituachia. Bwana Yesu asifiwe. This call means to evangelize, to share the message of Jesus and bring others to his spiritual kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ile kazi ambayo Yesu aliachia akina Petro, akina Andrew na wote. Na wakati alipokuwa akiondoka duniani,